katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru. Tunasema asante kwa siku nzuri ya kupendeza na ya furaha kama hii. Wewe Mungu umeiumba na umetupa sisi tukapate kuishi. Tunakushukuru maana tunaishi leo hii, tukisema asante kwa vile umetupigania. Asante kwa vile umetufikisha mahali hapa. Asante maana Bwana umetutetea, umetutoa katika vinywa vya simba na dubu. Umetupigania katika anga ya watu watawala wabaya, mamlaka mabaya, enzi mbaya. Umetupa amani katika mioyo na katika furaha. Yesu tunasema asante. Yesu tunasema asante. Yesu tunasema asante. Asante hata kwa ajili ya madhabahu. Asante hata kwa ajili ya wahubiri. Asante hata kwa ajili ya kila mmoja baada ya mwingine. Asante hata kwa ajili ya waimbaji. Asante hata kwa ajili ya wale ambao hawajafika. Asante kwa ajili ya wale walionasi katika mitandao. Asante kwa ajili ya kila yeyote aliye karibu na anatusikia. Roho wa Bwana tuongoze. Roho wa Bwana tufundishe. Roho wa Bwana ukatuelekeze. Na ni katika jina na damu ya Yesu Kristo tunaomba tukisema amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Shangilia Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho wa Bwana. Asante Roho wa Bwana. Asante Roho wa Bwana. Asante Roho Mtakatifu. Oh, asante. Asante Bwana. Oh, thank you Holy Spirit. Roho wa Bwana twakualika utawale. Roho wa Bwana twakualika utawale. Fanya mapenzi ya Bwana.
Mwambie tu Roho wa Bwana, ninakualika usinipite, usikae mbali nami, usinifiche uso wako. Ninakualika katika nafsi yangu, ninakualika utawale mawazo yangu, utawale moyo wangu, ukatawale Roho wa Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba aishiye. Mwambie tu karibu Yesu, karibu Yesu, karibu Yesu, karibu Yesu, karibu Roho, karibu Roho wa Bwana, karibu Roho wa Bwana, karibu Roho Mtakatifu, karibu Roho Mtakatifu. Unaweza Yesu. Mwana kwa kualika
Si mwalimu na mwalimu si mchungaji, lakini kuna yule ambaye ana hiyo neema yote. Bwana Yesu asifiwe. So kama unayo hiyo neema yote, unapaswa kumshukuru Mungu sana. Bwana Yesu asifiwe. Nataka topic yetu ya siku ya leo, kwa wale ambao wako na kalamu, ambao wanafuatilia, nataka tujifunze kuhusu role of a member. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Who is a member? Swali langu linakuja kwenu hivi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ingawaje hapa kanisani sisi sio member, sisi ni watendakazi wa Bwana. So kama wewe unakuanga member wa Church of Christ, uko in a wrong place. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mtume, ni vile mwenyewe hujajitambua. Bwana Yesu asifiwe. Who is a member? Jina la Yesu litukuzwe. Haleluya. Si hapa kuna members, wengine ni member wa chama, wengine sijui ni member wa nini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wengine ni member wa nyumba zao, family members. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo member, wewe unaelewa member kama nani? Sio sio ni wakati. Kuna kijana aule mpaka ajue member. Wewe ndio unatafuta. Utuambie member ni nani? Mpe microphone kidogo. Who is a member? Praise God. Amen. Praise God again. Amen. A member is a person who is found in a group or a congregation. Mpigie makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nadhani umequote hiyo sentence ya mwisho kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo member ni mtu kama wewe ambaye umepatikana katika kongamano la watu. Bwana Yesu asifiwe. Mpigie makofi mazuri. Mama anafaa kupea pocket money kesho ukienda shule. Kumbe pesa yake haiendi bure. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka mtu anisomee 1 Corinthians 4:2. Aliye na Biblia. First Corinthians 4:2. Kuna mtu amepata? Aliye na Biblia ya Kiswahili nisomee 1 Corinthians, Wakorintho wa kwanza 4:2. Biblia inasemaje? Biblia inasema hivi, hapo tena inahitajiwa katika mawakili ndiyo mtu aonekane kuwa mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Pigia mtumishi wa Mungu makofi mazuri. Kwa hivyo wakati ambapo wewe ni member, inafaa ukuwe mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu uliza jirani yako, wewe ni mwaminifu? Haleluya. Ukiwa member mahali lazima ukuwe mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukiwa member wa familia lazima ukuwe mwaminifu kwa familia yenu. Bwana Yesu asifiwe. Maana hata mama anaweza leta sukari kwa nyumba na ukaweza ukaiba kilo moja ukapelekea fulani, si ndio? Kwa hivyo kama wewe ni member, kitu ya kwanza inafaa ukuwe mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ni member mahali, kuwa mwaminifu na pale mahali ambapo unajiita member. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Member wale ambao wanaandika
You must be faithful. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa memba lazima ukuwe mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Alafu kuwa memba tena lazima ujitoe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna kwa kongamano kama hili ambalo tuko nalo, kuna safari ambayo inaweza tokelezea kighafla. Because you are a member, lazima ujitolee kwa ajili ya hiyo safari. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo ukiwa member lazima pia ukuwe tayari kwa lolote lile. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale ambao wanacheza vyama huko nje, ukiwa member wa chama fulani, labda mwenzako amepata shida na hiyo shida imewapata kighafla, lazima usimame na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Huko kusimama na yeye ndio kujitolea. Bwana Yesu asifiwe. So ukiwa member lazima ujitolee kwa mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe. For example, juzi tumekuwa hapa na mkutano ambao ni wa open air. Bwana Yesu asifiwe. Wakaanza kusema member inastahili tusaidie na kitu fulani ambayo utawezeshwa. Bwana Yesu asifiwe. Because you are a member, hautaona kuwa hiyo kitu ni mzigo kwako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama wewe sio member, unaanza kujiuliza na nitaanzaje? Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiamini kwamba wewe ni member wa mahali pale na unaamini mahali pale, lazima useme hata kama ni 50 bob ihusike. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Pigia waliochangia, member ambao waliochangia makofi mazuri. Number 2, you must be committed. Bwana Yesu asifiwe. Kujitolea. Bwana Yesu asifiwe. Katika kila hali, haijalishi kwamba umekosa, haijalishi kwamba uko nayo ama huna. Bwana Yesu asifiwe. A member ni yule mtu ambaye anaonea huruma kile kitu ambacho kimetokea. Hata kama huna, unaenda kwa Pastor Paul unamwambia ingawaje niko chini kidogo, lakini si kama uko naye muwekee, nitakupea baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unaona ni kuna kitu ambacho utakosa pasipo wewe kuwekelea pale mkono. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. If you are a member na wewe ni member wa Church of Christ, Bwana Yesu asifiwe, what you need to do, you need to stick at one place of worship. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ni member wa Church of Christ, inafaa ujue kwamba kama Church of Christ leo haijapanguzwa, inafaa ujiulize where are you? Bwana Yesu asifiwe. Because you are a member. Hata kwa familia zetu hatuwezi kaa katika nyumba ambayo ni chafu na wewe ni member wa hiyo familia, utaitwa watu wachafu sana. Bwana Yesu asifiwe. So if you are a member of Church of Christ, lazima uangalie hapa Church of Christ kuna ulegevu wapi, ni wapi ambapo unaweza shikilia mkono ili hii Church of Christ iweze kusonga mbele. A member, role of a member. Bwana Yesu asifiwe. Uko pale, wewe ni mwimbaji, unaona tu kikundi cha waimbaji kiko na ulegevu fulani, lakini unajijua vizuri tu wewe ni mwimbaji, but unakaa tu kwa nyumba, uko huko nyuma na unajiita a member. Ask yourself. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba kwa kile kitu ambacho kinaenda vibaya na unakishuhudia na una hakika kwamba unaweza kukifanya vizuri, wakati kinafanyika vibaya unatenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. A member. If you are a member, you must pay tithe. Nasoma role of a member. If you are a member. Sasa siongelei member ya chama, naongelea member ya Church of Christ. Bwana Yesu asifiwe. If you are a member, you must pay tithe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu uliza jirani yako, huwa unatoa tithe? Muulize tena, hata akikunja uso, wewe angalia yeye kwa uso, muulize seriously. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Muulize seriously. Bwana Yesu asifiwe. Muulize serious, huwa unatoa tithe?
Jina la Yesu litukuzwe. Haleluya. Nataka mtu anisomee Kutoka 23 mstari mdogo 25. Kutoka Acts of the Apostle 23:25. Kutoka so aya nisomee Kutoka 23:25. Nani amepata? Kutoka 23:25. Kutoka ni Exodus 23:25. Mstari mdogo wa 25. Nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukimtumania Bwana na ujitolee, yaani hata maji ambayo unatumia yatakuwa yamebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu ndani mwa nyumba mwako kitakuwa kimebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Proverbs 3:9. Methali 3:9. Role of a member. Methali 3:9. Kuna mtu ampata? Bwana Yesu asifiwe. Methali 3:9. Umepata? Pia mwenye anaweza soma soma. 3:9. Yes. Mithali 3:9 inasema, mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malipuko ya mazao yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama wewe ni member of Church of Christ, lazima umheshimu Bwana kwa mali yako. Ni vipi utamheshimu Bwana kwa mali yako? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni vipi utamheshimu Bwana kwa mali yako? Haleluya. Unajua watu wengi yani tulisahau ile mtindo ya kitambo. Bwana Yesu asifiwe. Kitambo mzazi angekuwa amepanga mtoto wake jinsi ambavyo ataingia kwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sunday school lazima walikuwa wanapangwa vizuri. Wanapotoka kwa nyumba wamepangwa vizuri, ili wakiingia kwa nyumba ya Mungu wanajua hii ni zaka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku hizi, Bwana Yesu asifiwe, hatuheshimu Mungu kwa mali zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mahali hapa, kama Mungu angemjalia ampe sahi 500,000, ungemuona. Hata ukimpigia simu atakwambia, siku hizi bwana niko busy. I'm very busy. Nimeshikana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jina la Yesu litukuzwe. Amen. Yaani heshimu Bwana kwa malimbuko ya mali yako. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati ambapo unaona pesa zako zinaongezeka, wewe endelea kumheshimu Bwana. Na ni vipi utamheshimu? Utamheshimu kwa kumtolea. Bwana Yesu asifiwe. Unapata mtu malimbuko yako iko sawa, lakini unapofika kwa madhabahu, wanaposema wacha tutoe sadaka, umeinamisha kichwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naambia kuna siku moja nilikuwa nimeenda crusade. Nilikuwa natembea tu naenda nikakutana na crusade. Wakati nilifika pale kwa crusade, nikaambiwa kwamba ni wakati wa tulicheza sana kwanza. Tukacheza. Nikafika mahali wakaleta kikapu. Wakasema sasa
kama ni vizuri kumtolea Mungu, naomba mwenye ako na sadaka kuja hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa kwa mfuko na 300. Bwana Yesu asifiwe. Niliposikia maneno ya kutoa, nikafikiria hii 300 ati nipunguze naweka mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uone vile shetani huwa anaongelesha mtu. Bwana Yesu asifiwe. So nilipofika mahali pale, mahali pa kutoa sasa, tumecheza, lakini sasa imefika ni mahali pa kutoa. Nikafikiria nitoe hii 300 zangu nipunguze niweke mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema haiwezekani. Tulipotoka kwa hiyo crusade ilikuwa ni late kidogo. Nikawa sasa naelekea kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Kupiga kona hivi, wale ambao wanaishi ghetto wanajua. Unapiga kona hivi unaelekea kwako. Unakutana na vijana. Wanakuambia oza, inabidi utoe. Bwana Yesu asifiwe. Na utoange kwa usalama. Bwana Yesu asifiwe. Wacha hii ambayo kanisani unaambiwa kama uko na sadaka unaweza toa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza kufanyia kitu ukikaa mwenyewe ukifikiria, unajua kwamba kuna mahali ulikosea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio unaona hizo fedha ni zako. Lakini Biblia inasema kwamba mali na fedha ni za Mwenyezi Mungu. Za Mwenyezi Mungu. So wewe wakati ambapo umepata unaona ya kwamba ni zako. Bwana Yesu asifiwe. Niliposhikwa na hao vijana ilibidi niwaachilie. Bwana Yesu asifiwe. Na wakachukua zote, wakachukua mpaka na bonus ya simu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nikajikalisha mkutano nikafikiria kama ningetoa hata 100 labda ingekava. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna wakati unapokuja mahali hapa, wacha nikuibie siri. Ukitaka kujiconnect na hii madhabahu, labda wewe ni mgeni, umeingia siku ya leo mahali hapa na unataka kujiconnect na hii madhabahu. Wakati ambapo unaamua kuingia kwa mfuko wako na unaacha pale kitu, umejiconnect na hayo madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama haya madhabahu yamekauka, wewe pia itabidi ukauke. Sababu ushajiconnect na madhabahu haya. Bwana Yesu asifiwe. Na kama madhabahu haya yanazaa, lazima utazaa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naongea hivyo sababu niko na ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Tangia niingie katika haya madhabahu na nikafanya connection yangu na haya madhabahu. Kusema ukweli, I used kutembea hii Nasra nikitafuta job. Ukiuliza huyu sister yangu anakuambia vizuri sana. Tangu niingie katika haya madhabahu, hakuna siku na nikafanya connection nayo. Hakuna siku unaweza nipata nimeshinda kwa plot idol. Bwana Yesu asifiwe. But before nikuja mahali hapa, nilikuwa unaweza kaa 1 week unafanya kazi siku 2. Bwana Yesu asifiwe. Nataka naelezea mtu ushuhuda ambaye niko nayo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati nilifanya connection na haya madhabahu, na hii kwa pesa mingi, unajua wewe unangojea upate 1 million ndio ulete hapa 1000. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba usipomwamini Mungu kwa hicho kidogo, kwa hicho kikubwa hautaaminika. Bwana Yesu asifiwe. So hiyo mshahara yako unaona ni kidogo, hiyo ndio unapaswa kumwamini Mungu naye. Bwana Yesu asifiwe. Akishaona umaaminika kwa hii ndogo, ndio anakuongezea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Natoa ushuhuda ambao nilipata mahali hapa. Nilipoingia mahali hapa, kwa wiki moja unaenda kazi siku 2. Kwa wiki moja wiki nyingine unaweza enda siku 1. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kaa kwa nyumba hata usikii simu ikilia about kazi. Bwana Yesu asifiwe. But nilipofanya connection mahali hapa na nikaingia mahali kazi, kitu ambayo haijafanyika tangu. Atufanye kazi throughout mwezi mzima. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So ningependa kuhimiza tu
ilikuwa ni mafundisho ya role of a member. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama wewe ni member wa mahali hapa, ukijitahidi na usimame na haya madhabahu, ninakwambia haya madhabahu yatanena ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amini tu mahali ambapo huko. Shida tulio nayo hatuamini. Bwana Yesu asifiwe. Hata unapotoa unataka muujiza ufanyike leo. Wewe huwezi jua kwa nini mimi nilifanyikia kwa haraka. Bwana Yesu asifiwe. Sio bahati yangu, huwezi sema kwamba vile wewe umeingia hapa ilifanyika haraka, utarajie pia itafanyika haraka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu ana kitabu yake. Anajua leo ni huyu, kesho ni huyu. Na hauwezi kumharakisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Si Mungu wa amani awabariki. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Haleluya. Ninajua kuanzia leo sisi wote tutafanyika member, si ndio? Tumeelewana sisi wote tutaweza kusimama na Church of Christ kama member, si ndio? Kwa hivyo ukiwa member na umepata role of a member. Kwa hivyo chairman ukiitisha kitu, sisi wote ni member na tutasupport. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So tupigie makofi kama umekamata kitu jamani. Haleluya. So nakaribisha programu. Karibuni sana. Nani kuna ushuhuda? Mwenye kuna ushuhuda kuja. Mwenye kuna ushuhuda. Ninatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Ninatangaza neno lake Bwana kwa asifiwe tena. Hamna ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mwenye ako na ushuhuda kabisa. Mimi niko nayo yangu, nikokuwa uhai siku ya leo, kwa maana ingelikuwa ni kwa nguvu zangu singelikuwa mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Alafu tena ninampongeza tu mwalimu wetu wa siku ya leo, ameongelea kuhusu tithing. Bwana Yesu asifiwe. Nyinyi watu wenye mnaibia Mungu mnafanyanga aje haki? Mimi nimejaribu, imenishinda. Bwana Yesu asifiwe. Kama nimekumbuka on Friday jioni kwamba sijaweka tithe hii wiki, alafu nikajikausha, nikajiambia nitatoa sadaka tu. Bwana Yesu asifiwe. Guess what happened to me yesterday? Jana si kuenda kwa kazi yangu, nilienda kwa kazi yenye nimeajiriwa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati naenda kufanya mahesabu, sijanunua hata ballcam peke yake, kwa sababu nimesema sitatoa tithe. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa na short ya 670. Bwana Yesu asifiwe. Yenye haitoshei mshahara yangu. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka yani nimechanga, nimeweka mpaka mshahara yangu, mpaka nimesanya M-Pesa nimeongezea, lakini pesa yenyewe haifiki. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ni wenyewe lazima tu itoshe penye inafaa ikwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Mungu ni fundi kweli. Bwana Yesu asifiwe. Yaani anakuchokora mpaka sasa ipotelee huko. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hata ningetoa tu 300 niseme sasa acha nipeleke kesho tithe, si ningekuwa hata nafaa kuja naye. Imagine nimefuliza kukucha. Mshahara yangu ya jana yote ilienda hivi. Nikarokota kidogo kidogo nikasanya baada ya enjoy. Bwana Yesu asifiwe. Tena nafuliza tena nikienda. That is the punishment that I'm having now. Bwana Yesu asifiwe. Tafadhali kama wewe ni wa kutoa toa. Bwana Yesu asifiwe. It will cost you nothing, si ndio? Kwanza ukitolea Mungu ndio njia zako zinafunguka. Usidhani ati ukimnyima Mungu hiyo 100 utaenda kukosa sasa uko mbele. Umekaficha tu. Unasema sasa hii nikitoa sasa watoto wangu watakula nini sasa? Bwana Yesu asifiwe. Toa ndio Mungu afungue njia ya kupata mingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina anajulikana kama Sarah Blessing. Ni mwema kila wakati. Kuna kitu kingine ambao
najielewa Sunday. Kwanza nilikuwa naumwa na kichwa, nilikuwa na mawazo mengi, lakini niliona Mungu akinitendea mema. Kwa hivyo nawaomba muendelee kuniombea, bado niache mafikiria mengi mabaya. Kwa hivyo mniombee, nataka maombi yenu. Pia nashukuru Mungu kwa vile nimeona amenitoa mbali na kwamba naona mambo yangu inaendelea kukua mazuri. Amen. Amen. Kuna jambo lingine. Huwa nikiamka on Sunday nikuje kanisa. Sasa tuseme boss anaanza kunipea kazi. Unaona? Sasa hiyo masaa ya kwenda kanisa nichelewe. Kwa hivyo pia nawaombea maombi yenu. Pia nahitaji on Sunday nikuwe nakuja, usikuwa na wazo za kukuja kanisani. Sasa asubuhi niliamka saa 12, nikaenda nikajipanga polepole, nilikimbia mbio nikamwacha kwa kilala. Sasa jambo hili nawaombea pia nyinyi. Unaona wakati ule nilikuwa nakaa pale, nilikuwa na mawazo mengi. Kwanza jambo lingine ningependa muombe sana. Ana mafikiria ya kujitoa uhai, kujinyoka. Kuna mambo mengi kwa mbele yangu, lakini nimeamua siku ya leo tuombe. Ona hiyo deliverance vile ilichukua masaa marefu sana to deliver our sister. Yes. Our sister was possessed with demons na mafikira mengi, but we thank God she was relieved from all those issues. Hizo circumstances zote zifanya namna gani ziliisha kwa maombi yenye tulipata kutoka kwa hii altar. Sina mlego. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna kitu moja nishangaza. Mama mmoja alikuwa ameoleka, ako kwa nyumba yake. Na akaona mzazi anamsumbua, akasema hii nyumba zikalija, akasema wiki hiyo yenye wacha mimi nitoka hapa niende niuze ndizi. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe mwanamke ako na macho mbili. Bwana Yesu asifiwe. Alipotoka kubeba mzigo kwenda, mwanamke akabeba mwingine akamtia. Bwana Yesu asifiwe. Alipoingia hapa sasa akakaa mwezi mmoja, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, akaona nyumba ikawa ngumu. Kwa kumbe vichwa ni kitu ya maana. Bwana Yesu asifiwe. Shingo inashikilia vichwa, lakini kichwa ni kitu ya maana. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa kwa nyumba hapa, shukuru Mungu kwa kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana mimi nilikuwa nataisha pesa mpaka nikashangaa. Mwanaume ndio wapi? Bwana Yesu asifiwe. Bali kwa uwepo wa Mungu nilishughulika, Mungu akatenda kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ndiye utanipikia wimbo tulia na Mungu yule, Mungu yule. Ile tu moja tu naenda nikani. Familia yangu iko sawa, naacha wako salama. Weka muziki. Hata ukitaka kaa, lakini uzuri wa Bwana tufanyaje? Tukafurahi. Bwana Yesu asifiwe. Haya. Mungu yu mwema, Mungu yu mwema. Mungu yu mwema, Mungu yu mwema. Haleluya, Mungu yu mwema. Ulinita nikaonekana. Haleluya, Mungu yu mwema. Ugonjwa ulionekana. Haleluya, Mungu yu mwema. Baridi ulionekana. Haleluya, Mungu yu mwema. Ulienenda kulikote. Haleluya, Mungu yu mwema. Kwa nyumba yangu nenda yote. Haleluya, Mungu yu mwema. Wazazi uliyafanya yote. Haleluya. Amen.
asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kwa majina yangu naitwa Rebeka Nekesa. Nimeokoka, Kristo Yesu akiwa Bwana katika ndani ya maisha yangu. Haleluya. Nimekuja hapa ni kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Lazarus. Bwana wa amani awabariki. Amen. Wakati ambapo tunamkaribisha mtumishi wa Mungu, nitahesabu 1 hadi 3, kisha utapiga shangwe na vigelegele. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Are you ready? Are you ready? 1, 2, 3, wapi shangwe na vigelegele? Shangilia! Shangilia! Karibu sana mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Nataka kushukuru Mungu kwa sababu ya masaa haya kwa kupatikana kwenye madhabahu ya Mungu. Bwana asifiwe. Ninajua labda mmechoka, lakini mtanipea dakika chache Mungu anene na maisha yako. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu ni kwa sababu ya ile muda ama masaa haya ya kukuja mbele za Mungu ama kuleta neno la Mungu. Bwana asifiwe. Sio rahisi. Kuna mwimbaji Mkikuyu akaimba ya kwamba sio rahisi kupatikana katika nyumba ya Mungu. Bwana asifiwe. Lakini mchana wa leo ama dhuhuri ya leo ni Mungu ametenda kitu. Bwana asifiwe. Nitasimama juu niombe kwa sababu ya neno la Mungu, nialike uwepo wa Mungu tunapoendelea. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nasema ni asante kwa wakati huu. Bwana, ninasimama mbele ya watoto wako, ninaleta habari njema ndani ya maisha yao. Baba, nipe nguvu zako, nipe uwepo wako, ni kwa sababu wewe ni Mungu. Nakushukuru kwa sababu ya neno lako umeliandaa. Sio neno langu, ni neno lako. Kwa neno watu walipona wakafunguliwa. Kwa kupitia neno hili utakapoleta mbele ya watoto wako, Bwana, wakafunguliwe wakawekwe huru, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba nikishukuru. Say amen. Ninataka kukuletea jioni ya leo ama mchana wa leo habari njema ya Yesu ama habari njema ya Mungu. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu Mungu amekuwa na kuzudi ukaingia kwenye nyumba hii. Ninataka kwenda na neno la Mungu katika Genesis ndio mwanzo. Bwana asifiwe. Nataka kuleta habari njema mchana wa leo ni kwa sababu Mungu mwenyewe amenena. Nisomee Genesis 12 mstari wake wa kwanza na wa pili, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba neno la Mungu ni mpya kila kuchao. Bwana asifiwe. Ndipo nataka kuwaletea injili mchana wa leo kwa dakika chache na tubarikiwe. Bwana asifiwe. Ningependa mwalimu nisomee Mwanzo 12 mstari wa kwanza na wa pili. Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe
baraka. Amen. Sema amen. Amen. Biblia inasema Mungu akamwambia Abrahamu, ninataka utoke katika nyumba ya wazazi wako. Bwana asifiwe. Kwa nini nimeleta habari hii mbele ya watu wa Mungu? Biblia inasema Mungu mwenyewe akaamua ya kwamba akanena na Abrahamu akamwambia, ninataka utoke kwa nyumba ya baba yako ama kwa nyumba ya uzao wenu. Bwana asifiwe. Ninataka kukuletea habari hii, nitekee tu sauti na unisikie vyema. Biblia inasema Mungu akamwambia Abrahamu, ninataka utoke kwenye nyumba ya wazazi wako na ukaende na nitakubariki. Bwana asifiwe. Biblia inasema ukiteremka chini, Biblia inasema mstari wako wa pili, Biblia inasema ya kwamba Mungu akamwambia, utakapoondoka nitakufanya kuwa taifa. Kuna maneno matatu ukisoma mahali pale, Biblia inasema Mungu atamuonyesha nchi atakapoenda. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, Biblia inasema ya kwamba atamfanya kuwa taifa. Bwana asifiwe. Leo hii kwa nini ninataka kukuletea habari hii? Siku ya leo kuna mambo uliacha uliacha mambo ya duniani, ukaamua ya kwamba utaenenda katika njia za Mungu. Na nisijui ni mara ngapi umejaribu unarudi nyuma. Leo hii nataka kukuambia ya kwamba Abrahamu alizaliwa kwenye familia, baba yake alikuwa kuhani. Bwana asifiwe. Na ni kwa sababu alikuwa kuhani, Mungu akajua ni lazima nitamtoa kwa kuhani. Bwana asifiwe. Labda kulikuwa baba yake alikuwa kuhani, lakini kulikuwa na mambo wa kadha katika ukoo hiyo. Bwana asifiwe. Ndipo Mungu akaamua ya kwamba akaambia Abrahamu, toka kwa nyumba ya baba yako. Ninajua ya kwamba alikuwa kuhani. Bwana asifiwe. Na ijulikani alikuwa kuhani kwa njia gani. Bwana asifiwe. Labda alikuwa kuhani na kulikuwa na changamoto katika familia yao, kwa sababu Mungu akaambia Abrahamu ya kwamba ondoka. Bwana asifiwe. Leo hii nakuletea mpendo habari ya Mungu ya kwamba ondoka mahali umeketi. Kama ni kazi ya Mungu, fanya kazi ya Mungu. Biblia inasema ya kwamba ukienda katika John 21 mstari wake wa 3 hadi 5, Biblia inasema wakati Yesu alikutana na alipopanga kusafiri ama kutembea, Biblia inasema ya kwamba wakati Petro wakaenda wakasema watatembea na Yesu. Kwa nini ninakuletea hii habari? Kwa sababu ujumbe wangu siku ya leo sikia sauti ya Mungu inasema nini. Bwana asifiwe. Ujumbe wangu siku ya leo hapo juu inasema ya kwamba sikia sauti ya Mungu. Bwana asifiwe. Usikatae kama Abrahamu hakukataa. Leo hii nataka kukuweka roho ingine ya kwamba haijalishi umetoka kwenye ukoo aina gani. Labda familia yako walikuwa ni right runner, labda familia yako walikuwa wachawi, labda familia yako ni watu wanapenda kwa waganga, wanapenda irithi. Kwa sababu gani ninasema hivyo? Mungu baba ya Abrahamu alikuwa kuhani. Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu alikuwa kuhani, Biblia inasema Mungu akamwambia, ondoka nitakufanya taifa. Leo hii mpendwa, ondoka mahali umeketi. Kama umeketi kwa fitina, ondoka, Mungu akubariki. Labda umekaa kwa masengenyo, ondoka, Mungu akubariki. Kwa sababu Abrahamu akatii sauti ya Mungu, Mungu akamwahidi mambo matatu. Bwana asifiwe. Akamwambia, nitakufanya kuwa taifa kubwa, utakuwa baba ya dunia mzima. Leo hii tondoka mahali umefungiwa, hata kama walikufunga na kamte. Kitu inanifurahisha na neno la Mungu, baba ya Abrahamu alikuwa kuhani, na kwa sababu Mungu akajua ya kwamba kuhani huyu labda kuna mambo hakukuwa ametimiza ya Mungu. Bwana asifiwe. Ndipo akaambia Abrahamu,
asifiwe. Leo hii ondoka mpendwa. Leo hii ondoka mahali umeketi. Leo hii ondoka mahali umeteseka vya kutosha. Hata wakati unajaribu chochote, unajiita uko kwenye madhabahu ya Mungu, lakini chochote unachojaribu haiwezekani. Leo hii nimekuletea habari njema ya kwamba ondoka. Bwana asifiwe. Abrahamu akadecide, akaona ya kwamba Mungu amemwambia aondoke. Hakutaka kujali baba yake ni kuhani, hakutaka kujali baba yake ni nabii, hakutaka kujali yeye ni mtoto wa kipekee ama mtoto wa namba 2. Biblia inasema ya kwamba Mungu akamwambia ondoka. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Leo hii ondoka mahali umeketi. Huko kwenye huduma unahangaika. Huko kwenye huduma unajaribu chochote haiwezekani. Huko kwenye huduma unaomba mambo yako haiendi sawa. Leo ondoka mahali umeketi. Leo ondoka kwa masengenyo. Leo ondoka kwa fitina. Mungu akubariki. Labda umehangaika vya kutosha leo mpendwa. Leo ninakuletea habari njema. Wakati Abrahamu aliambiwa na Mungu, hakutaka kujali baba yake ni kuhani ama baba yake ni nabii, akamwambia ondoka na uzao wako nami nitakubariki. Leo Mungu akakubariki ndugu. Leo Mungu akakubariki mama. Leo Mungu akakubariki kijana. Utakapokata kauli kama Abrahamu, Mungu atakufungulia baraka. Amen. Wakristo, kuna mambo ambayo inasababisha umetafuta kazi miaka mingi, umetafuta fedha miaka mingi, lakini haufanikiwi. Ondoka mahali umeketi. Hata kama watu walikuwekea kamte, ondoka leo. Naeka roho mpya ndani mwako, ukaondoke kama Abrahamu, ukaondoke kwa hiyo umasikini, ukaondoke kwa hiyo ombaomba. Ni kwa sababu Mungu akamwambia Abrahamu ondoka. Leo ondoka. Bwana asifiwe. Leo ondoka kwenye mashida. Leo ondoka kwa taabu. Ni kwa sababu wakati Abrahamu aliambiwa ondoka, hakutaka kujali wazazi wake. Baba yake ni kuhani. Unajua kuhani mahali akiwa kuhani ako na nguvu mingi, lakini Mungu akasema ya kwamba umsikie sauti yangu. Abrahamu akaondoka. Leo wewe uondoka katika nyumba yenu. Ondoka kwa vitina. Ondoka kwa mambo isiyompendeza Mungu, ili Mungu akakufanye taifa. Bwana asifiwe. Leo hii Mungu akakuonekanie. Leo hii Mungu akakufungulie. Ni kwa sababu wakati Mungu alinena na Abrahamu hakukuwa na maswali. Bwana asifiwe. Wakristo wengi tuko na maswali mbele za Mungu. Umeomba kubarikiwa na kazi, umeomba kupata mtoto, umeomba kupandisha cheo, lakini unakuwa na maswali. Bwana asifiwe. Leo hii roho iliyokuwa ndani ya Abrahamu ikakuingia, ukawe taifa, ukawe mtu mkubwa. Usikuwe na maswali za kuuliza Mungu, kwa sababu Mungu wakati alikwambia enenda kwenye nyumba la The Church of Christ, alijua sababu. Ni kwa sababu leo hii uko hapa. Usikuwe na maswali. Amen. Bwana asifiwe. Pigia Yesu shangwe na vigelegele. Ni kwa sababu Mungu alijua ya kwamba utatoka Kitale, utatoka Bungoma, utatoka Sendro, utatoka nchi ya mbali, utatoka Ukambani, ili ukakanyage miguu yako katika The Church of Christ Emmanuel Assembly, ili baraka zako ukakutane nazo. Pigia Mungu shangwe na vigelegele. Ni kwa sababu Biblia inasema, kuna jambo inanifurahisha. Biblia inasema ya kwamba Abrahamu hakukuwa na maswali ya kumuuliza Mungu. Abrahamu hakukuwa na tatishi lolote. Alijua ya kwamba Simba wa Yuda ameongea. Leo hii Simba wa Yuda aongee ndani ya maisha yako. Leo Simba wa Yuda aongee juu ya watoto wako. Leo Simba wa Yuda akakunenee ili ufanikiwe kama Abrahamu. Akamfanya
ukawe taifa kubwa. Leo hii ukawe taifa kubwa. Leo hii ukafunguliwe. Kanisa letu likapae international. Ni kwa sababu leo hii umeingia mahali hapa, unakutana na Mungu. Bwana sifiwe. Haijalishi uko na ndoto aina gani, haijalishi umekata tamaa namna gani, leo hii nimekuletea habari njema ya kwamba Abrahamu hakutaka kufanya hakutaka kulalamika. Amen. Kwa sababu Mungu wakati alikuleta kwenye nyumba hii alijua utakuwa taifa kubwa. Na Biblia nataka kukuambia ya kwamba usiogope vita. Ni kwa sababu Abrahamu akajua ya kwamba hataogopa vita. Hata Yesu alipigwa vita, hakukata tamaa. Leo hii usikubali kukata tamaa. Leo hii usisikie umenenewa vitina ukakate tamaa. Abrahamu alijua hata kama wakwetu watasema anaenda wapi, anaenda kuhangaika, Abrahamu hakukata tamaa. Amen. Oh Jesus. Hallelujah. Bwana sifiwe. Amen. Leo hii hiyo roho iliyokuwa ndani ya Abrahamu ikaingia kwa maisha yako, ikaingia kwa nyumba yako, ikaingia kwa watoto wako, ikaingia kwa kazi yako. Usikate tamaa ya kwamba ninajua ya kwamba wakati Mungu alinena na Abrahamu, hata labda baba yake alimuuliza, mimi ni kuhani, unaenda wapi? Bwana sifiwe. Hiyo roho iwaingie, hiyo roho ya Abrahamu iwaingie, kwa sababu akushtuka ya kwamba ataenda kuhangaika mpaka Mungu akamfanya kuwa taifa kubwa. Leo hii ukapokea hiyo taifa kubwa. Waliokudharau kwenyu wakasema tuona ataenda wapi, leo kakuwe suluhisho ya maisha yao. Leo kakuwe suluhisho ya maisha yao. Leo kainue jamii yenu. Waliokudharau, ninajua Abrahamu alidharauliwa, lakini Mungu akamfanya kuwa taifa kubwa. Leo hii hiyo roho ya Abrahamu, watu waliokudharau jamii yenu wakasema wacha tuone anaenda kanisani, tuone kama atafanikiwa. Leo hiyo roho ya kufanikiwa, leo hiyo roho ya ufanisi ikaingia ndani mwako katika jina la Yesu Kristo. Waliokudharau jamii yenu, walikudharau wakasema wacha tuone anaomba Mungu mgani. Leo hiyo roho ya Abrahamu ikakuponye maisha yako, ikainue maisha yako, ikainue watoto wako, ikainue kanisa letu, ikainue kanisa lako, ikainue madhabahu yako. Ni kwa sababu Mungu wetu ni mshindi. Bwana sifiwe. Leo hii hiyo roho ambayo Mungu alimweka kwa Abrahamu akamfanya taifa kubwa, kama sisi kanisa tuipokee, kama sisi watu wa The Church of Christ tuipokee. Ni kwa sababu hata kanisa letu linaenda mbali. Bwana sifiwe. Kanisa letu linaenda mbali. Utakapotii sauti ya Mungu kama jinsi Abrahamu alipotii sauti akafanya kuwa taifa kubwa. Leo hiyo taifa kubwa ukaipokee katika jina la Yesu. Kama uko na mahitaji yoyote, kuanzia leo unapotoka mahali hapa, hiyo roho ya Abrahamu ikakuingia mpaka wajirani washangae, mpaka manabii wote waliokudharau washangae. Hata kama ulifutwa kazi, leo hii Mungu akakufanya kuwa taifa mpya. Ukapigiwe simu, ukaambiwe njoo, kuna kazi yako. Leo hii roho iliyokuwa ndani ya Abrahamu, Mungu akamweka ndani, akasema akuwe taifa, akuwe baba wa mataifa. Leo hii ukawe baba ya taifa. Area ya kwenye ushago ukitoka, hata kama waganga, hata kama wachawi walisema hautazaa, hautafanikiwa, ndoa yako itakuwa na mvurugo, leo hiyo roho iliyokuwa ndani ya Abrahamu ukaipokee katika jina la Yesu Kristo. Simama juu.
ya kwamba damu haiwezekani, lakini kwa Mungu yanawezekana. Hakuna magonjwa haiwezekani kwa Mungu. Hakuna magonjwa mbele za Mungu. Wakati Ayubu aliteseka wakamudharau, lakini kulikuwa na urejesho. Aje kwa Mungu akawachilie nguvu safi. In the name of Jesus.
communication ya devil worshippers inaiamrisha kila magonjwa in the mighty name of Jesus. Inateketeza kila uchawi, inateketeza kila roho isiyo ya Mungu ndani mwake. Magonjwa ikaende, ikadisappear. Dada ile kitu kinamsumbua, wakati aliokoka akarudi nyuma, na wakati alirudi nyuma, ndio unaona, unajua wakati una backslide, unaporudi nyuma, Biblia inasema shetani anakujanga na vijuku. Sasa tunataka tumuombe sala ya toba, na hata hiyo kitu tena. Bwana sifiwe. Amen. Kwa sababu asipokiri tena amerudi katika nyumba za Mungu, kuna hatari. Bwana sifiwe. Lakini kwa sababu ako katika nyumba hii anapona, si ni ukweli? Hebu nipe mic mchungaji. Sala ya toba. Hakuna mwingine tena kama Baba wa mbinguni, hakuna mwingine tena kama Baba wa mbinguni, hakuna Mungu nisamehe, nimekuwa mpotevu muda mrefu, nilikuwa mtumishi wako nikarudi nyuma. Hata kuambia Mungu siku leo ninaomba ukanisamehe, ukanipokee tena kwa siku leo. Ambia Mungu nipokee, naomba mama wenye imani wakazingire nyuma yake. Nisamehe Baba mtakatifu. Baba ninakuja mbele zako Baba mtakatifu. Ninatangaza dada wewe Baba Yesu kampokezi leo Baba mtakatifu. Nisamehe Baba mtakatifu. Ukapokezi Baba mtakatifu. Mokoteza Baba mtakatifu. Anakiri dhambi zake Baba mtakatifu. Yesu anakuja kumtakatifu Baba. Ukamwondolee kila roho sifuri Baba. Ukamwondolee kila roho mazifuri Baba. Ukamtakatifu Baba mtakatifu Baba. Baba ndani ya Baba mtakatifu. Uondolee kila roho. Uondolee kila roho. Kila roho yake kila mazifuri Baba. Asante maana umemsikia. Asante maana umemtakaza Baba. Asante maana umemtakaza Baba mtakatifu. Unamrudishia maisha mapya Baba. Kama kuna mahali alinena kinyume kulingana na matendo yako Baba. Kama
kama kuna mahali alienda kinyume, atanena kuhusu watumishi wako, atanena kuhusu kanisa, atanena katika wokovu Baba. Baba tunaomba kumsamehe Baba, mtakase Bwana, mtakase Baba, mtakase Baba, msamehe Baba, msamehe Baba, msamehe Baba, msamehe Baba, mtakase ondolee kila mahali tunani Baba, ninaombea dada huyu ni kwa sababu wewe ni Mungu Baba. Communication yoyote ya roho ya kujitoa kitanzi ninaiondoa right now. Ikaondoke jina la Yesu, ikaondoke right now jina la Yesu. In the name of Jesus, get out. Bila control katika jina la Yesu Kristo, jina la Yesu. Your peace, your collection. Bila roho ya mauti, jina la Yesu. Jina la Yesu. Baba bariki. Yes. Kazi yake ikabarikiwa. Yes. Baba mwenye baraka. Yes. Baba hakuna tena mawazo ya kujitoa kitanzi. Amekiri ya kwamba amekurejea. Yes. Baba kuanzia leo ataleta ushuhuda. Hakuna mawazo yoyote ndani ya maisha yake. Nimeondoa na damu ya Yesu. Nimeondoa in the blood of Jesus. Nimeondoa, nimeipeleka kuzimu katika jina la Yesu. Mungu, rejesha nafsi yake, rejesha mawazo yake. Shetani ana mamlaka kwa hii mwili, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba tuombe. Amen. Na Mungu amekuangalia hiyo kuanzia leo, utaiona tena in Jesus name. Mama Baba, katika jina la Yesu Kristo ninaombea mama huyu. Baba, ninawaachilia nguvu mpya kwa mama huyu. Mambo na magonjwa yamefika mwisho. Leo hii anatoka na ushindi kwenye nyumba hii. Leo hii anapona maisha yake. Mwili huu nimeweka nguvu mpya. Nimeweka mwili wa Kristo ndani mwake. Damu ya Yesu ikatawala. Baba, tawala mwili huu. Tawala huyu mama Bwana. Amejileta kwenye nyumba hii. Akajua kwenye nyumba iliyo mzuri. Baba, akapokea uponyaji kwa mwili wake, jondi zake. Hizi miguu ambazo zinaisha nguvu, ninaachilia nguvu za Bwana. Ninaachilia damu ya Yesu. Ninaachilia damu ya Yesu. Kwa hii mwili inateketeza kila magonjwa. Kila magonjwa na magonjwa. Inaondoa kila magonjwa. Inafuta nikiteketeza kufungo kwake. Inafuatilia nguvu moja. Naachilia nguvu za Mungu. Nguvu zilizo na uponyaji. Kwa huyu mama akapate uponyaji. Akapate uponyaji. Kwa hiyo mgongo akapate nguvu mpya. Akapate uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Inateketeza kila magonjwa. Inateketeza kila roho. Inateketeza kila
ninawachilia moto, damu ya Yesu, 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 ikaponye kila magonjwa, ikaponye kila magonjwa, kila magonjwa ya wanadamu, kila magonjwa yoyote, mbinu za shetani za kutaka kumaliza maisha yake, inawachilia nguvu mpya, inaachilia uponyaji, nguvu kuza tu, uponyaji ukafanye communication, uponyaji kutoka kwa mwili wake, mgongo unapona, unapona mara ya kwanza, unapona mara ya pili, unapona mara ya tatu, unapona mara ya nne, unapona mara ya tano, unapona mara ya sita, unapona mara ya saba, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mtakatifu, asante kwa kuponya mama huyu, amekubali kuna Mungu Baba, Mungu huyu wa Israeli aliye kwenye madhabahu haya. Huyu mama asilie tena pesa zake isiende hospitalini tena, inamweka roho mpya, inamweka damu ya Yesu iliyo na uponyaji na ushindi, na ni katika jina la Yesu Kristo. Mungu jamii. Thank you Jesus. Mama anasema anataka kutoa ushuhuda. Mama omba. Wakati mmeniombea, nasikia miguu yangu ilikuwa imefura. Sikuwa natembea vizuri. Lakini wakati mmeniombea, mimi nasikia fresh. Nawashukuru sana. Endeleeni kuniombea. Asante sana. Na hakuna mauti kwenye mwili. Amen. Kuanzia sasa ako huru. Hakuna magonjwa yoyote. Ninatangaza habari njema kwa uzao wako. Ukabarikiwe, ukabarikiwe. Na mikono hii chochote unachokikuza kikawe kimebarikiwa. In Jesus name I pray and believe. Amen. Pigia Mungu shangwe na vigelegele. Wakati Mungu akiwa kwenye kiti cha enzi. Shangilia Mungu. Amepona. Amepona. In Jesus name. Asante Bwana. Mikono. Hakuna yeyote atakuwa na ndoto mbaya. Hakuna yeyote atakuwa na mawazo mabaya juu ya maisha yake. Baba, wiki hii nabarikiwa mama mikononi mwako, nabarikiwa wazee hata na vijana na watoto. Baba, naombea watoto wetu wiki hii wanaenda shule. Baba, ukawalinde wanapoenda, hata wazazi wetu wanapoenda makazini mwao. Baba, watembelee wiki hii, waonekanie, na katika jina la Yesu Kristo. Baba, kila roho iliyokuja mahali hapa, kila tamanio la moyo, wakapokee baraka na nguvu zako katika jina la Yesu Kristo. Wanaohitaji kazi ukawape, wanaohitaji fedha wakapokee, wanaohitaji amani ndani ya mioyo zao wakaipokee katika jina la Yesu Kristo. Asante Mtakatifu, ukawalinde watu hawa Bwana, ukalinde makuhani wako, ukalinde watumishi wako, hata mtumishi wako Rosibela mali alipo Bwana, tumemwombea baraka na ushindi katika jina la Yesu Kristo. Ninaombea manabii waombezi kwenye kanisa hili Bwana, ukaendelee kuwatia nguvu, ni kwa sababu ya huduma yako. Asante Baba, ni kwa sababu kila mmoja anapotoka mahali hapa akakutane na baraka zake, akakutane na ushindi wako Baba. Hata majirani wote sehemu hii ninaombea biashara zao zikanawiri, yeyote asiye na customers Baba ukawape katika jina la Yesu Kristo. Na walio wagonjwa Bwana, labda kuna miongoni mwetu kuna watu wajisikii vyema, wanapotoka na mlango huu wakapatikane na uponyaji wa hali ya juu, hata familia zao, hata familia zetu Baba, walio wagonjwa saizi wakapate uponyaji kule nyumbani, wengine wako mjini humu wakapate uponyaji, hata wagonjwa
Yesu Kristo. Asante Mtakatifu, ukawabariki waendakapo na warudipo njema Baba. Ni kwa sababu wewe ni Mungu, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukishukuru.